Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wapendwa, jina langu naitwa Mwinjilisti Mwakiluma. Siku ya leo ninayo furaha kubwa sana. Mkononi mwangu hapa nina maua haya hapa. Unapoyatazama haya maua kiukweli yanapendeza, yanavutia, yanashawishi. Haya ni maua, ni uumbaji wa Mwenyezi Mungu, ni maua ya kondeni, lakini pia wanadamu wanapanda maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuvutia mazingira yawe safi. Kweli watu wengi wanadhania kwamba wakitazama ua kama hili wanajua ya kwamba huenda halitanyauka, litakuwa hivi hivi, na wanatamani liwe hivi hivi, lakini kiukweli huo ni mfano wa kwanza. Na mkononi mwangu tena hapa nina ua hili hapa, nina maua haya hapa. Ukiacheka haya maua kimsingi kabisa yalikuwa kama hivi, lakini cha ajabu haya maua yamenyauka, yamekongoroka, hayafai. Mfano hili ua unaweza ukifanya vyovyote vile kwa sababu halina chochote, halina mvuto wowote, limekongoroka, limeharibika. Unaona namna hii. Sasa ndugu zangu wapendwa, huu ni mfano wa maisha ya mwanadamu. Nimetolea mfano huu kuhusu maua ya kondeni, jinsi Mungu alivyoyaumba, lakini jinsi yanavyonyauka na kuteketezwa kwenye moto. Na ndivyo maisha yangu na maisha yako jinsi yalivyo. Leo hii tuna nguvu, tuna afya njema, tuna uwezo wa kufanya jambo lolote, lakini maisha yetu ni kama maua ya kondeni. Ndugu yangu mpendwa, jinsi Mungu alivyokuumba, watu wengi leo hii tuna kiburi cha uzima. Watu wengi hatutaki kumrudia Mungu kwa sababu ya nguvu, kwa sababu ya pesa, kwa sababu ya maisha mazuri jinsi walivyo navyo. Watu hawataki kumrudia Mungu. Wengi wamesifiwa, yawezekana ni mlembo, wamekusifia pisikari, wamekusifia ya kwamba una mguu wa bia, wamekusifia ya kwamba unaumwa na manane. Nataka nikwambie maisha yako ndugu yangu, ujue ya kwamba ni kama huwa hili jinsi lilivyo. Hii huwa lilikuwa safi, walilisifia, lakini kwa wakati huu halifai tena. Unaona, ni takataka tu, linapata kutupwa motoni na kuteketezwa huko. Ndivyo maisha yako jinsi yalivyo mpendwa. Yawezekana ni kaka, wamekusifia kwamba una kidari, wamekusifia kwamba John Cena, wamekusifia kwamba six pack, wamekusifia kwamba wewe unaweza, una pesa, ni tajiri. Maisha yako ndugu yangu mpendwa ni kama maua haya ya kondeni. Haya maua yalikuwa kama hili ua ambalo lilipendeza, lakini kwa wakati hili halifai. Ndugu yangu, ndivyo maisha yako jinsi yalivyo na maisha yangu jinsi yalivyo. Sasa nini msingi wake? Ni kwamba Biblia inasema mkumbuke Muumba wako siku ya ujana wako, kabla siku mbaya hazija kwako. Leo hii una nguvu, una afya njema. Mungu anakutaka mwili wako umtumikie jinsi ulivyo na nguvu. Watu wengi leo hii tukihubiri injili wanasema hawa ni washamba na sisi ni wajanja, mimi ni mtu pesa, mimi nakula bata. Ndugu yangu mpendwa, Mungu amekuweka kwa kusudi maalum. Wako watu ambao walikuwa na nguvu, wana majira yao, walikuwa bidari, walikuwa John Cena, lakini walipukutika, lakini waliteketea kama maua haya. Yawezekana nasema mimi na nguvu na pesa. Ndugu yangu, maisha yako yanashikiliwa na Mungu, ni kama maua ya kondeni. Sisi tumeumbwa kwa udongo. Ni majira yako mpendwa ya kumrudia Mungu. Biblia inasema mkumbuke Muumba wako siku ya ujana wako, kabla siku mbaya hazija kwako. Yawezekana unasema mimi na pesa, yawezekana unasema mimi na mali, yawezekana unasema mimi ni tajiri. Ndugu yangu mpendwa, nataka nikwambie maisha yako ni majira ya kumtumikia Mungu. Mrudie Mungu wako. Hauwezi kujua kesho yako mpendwa, hauwezi kujua itakuwaje. Ni wakati wa kutengeneza na Mungu, ni wakati wa kurejea kwa Mungu. Haya maua yalipendeza, lakini kwa sasa hayafai. Hata wewe unaojiona ya kwamba unafaa, unawadharau wengine, unasema ni washamba, unawadharau wengine ya kwamba hawafai, unawadharau masikini ya kwamba hawafai. Maisha yako mpendwa, yawezekana ya kesho itakuwa vibaya kwako, lakini ni muhimu ukatengeneza maisha yako na Bwana, kwa sababu Mungu wetu ni wa rehema. Anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Haijalishi mzigo ulionao, yawezekana ni dhambi zimekusonga upesi. Ni majira yako ya kutengeneza. Tengeneza maisha yako, usiwe kama huwa hili. Tengeneza maisha yako yawe kwa Mungu. Na wengi leo hii wanatamani wakati wa kuzikwa waombewe sala ya marehemu. Nataka nikwambie sala ya marehemu itakufaa wakati ukiwa hai. Kama huwa hili linapopendeza, ni wakati wa kumrudia Mungu, ndio wa kutengeneza mahali pema peponi, kwa maana Mungu anaangalia utashi wa mtu. Ameweka akili. Wakati unavitambua, ni wakati wako wa kutengeneza maisha yako kwa Mungu. Tengeneza maisha yako kwa Mungu. Acha jeuri.
acha jeuri upendo, na Mungu wa mbinguni akusaidie sana. Huu ndio ujumbe wa leo. Mungu ameusema nami ili nizungumze nao. You never know tomorrow itakuacha. Acha kiburi cha uzima. Maua haya yalipendeza sana, lakini sasa hayafai. Ni kuchoma kabisa, ni takataka. Ndivyo maisha ya mwanadamu kisasa. Sisi tumeumbwa kwa udongo, na udongo kwenye mavumbi tutarudi. Mungu wa mbinguni akusaidie sana kupitia ujumbe wa kutafakari.